Hatimaye miili ya watu watatu walioporomokewa na kukwama katika mgodi wa Ogala, kaunti ndogo ya Bondo yameopolewa. Baadhi ya jamaa na familia za waathiriwa waliojitokeza wakati wa zoezi la kuopolewa kwa miili hiyo wamewataja waliopoteza maisha yao kuwa watu wenye ujasiri na bidii ya kutafutia familia zao, huku wakiomba usaidizi kwa serikali kuwasaidia kwa ajili ya gharama ya mazishi. Otieno aliniacha na watoto watatu na hata hawakulipa school fees. Niko hivi, serikali nisaidie nipate vile hata wageni wakikuja kwangu wanaweza pata chakula. Nyumba pia sina. Serikali wa kaunti na serikali ya juu mtusaidie, na wale wenye Mungu amewaingia kwa moyo wao, wenye Mungu imeingia kwa moyo wao, ili watusaidie. Serikali atusaidie kwa ile inawezekana. Tuko bure nyumbani, hakuna kila kitu yenye tuko nayo. Hatuna nyumba yenye brother yangu mdogo ako nayo ni kidogo. Huwezi tusaidia na wageni. Tunaomba tu msaada kwa wingi. Watengeneze simu, wajenge simu. Wakati wanaenda ndani wajenge, na serikali inafaa ingilie hii maneno. Waangalie vile wale wanachimba simu wako na ujuzi zaidi ya kuangalia maisha ya binadamu, kwa sababu maisha ya binadamu ni muhimu. Wasiwache tu waingie kwa simu na maisha yao inaisha hivyo.